Karibu tena ndani ya Michael Recap, sehemu pekee unayopata simulizi za kusisimua. Mpenzi msikilizaji, Ashiki 2 ni filamu inayohusu mapenzi, muziki na sadaka ya maisha. Ashiki 2 ni filamu ya Kihindi ya drama ya kimapenzi na muziki iliyoongozwa na Mohit Suri na kutayarishwa na Mukesh Bhatt, Bhushan Kumar na Krishnan Kumar chini ya kampuni za Visesh Films na T-Series. Kama mrithi wa kiroho wa filamu iliyovuma sana mwaka 1990 ya Ashiki, filamu hii inawashirikisha Aditya Roy Kapoor kama Rahul Jaikar na Shraddha Kapoor kama Arohi Keshav Shirke katika uhusika mkuu. Filamu hii ilipata mafanikio makubwa ya kibiashara na inatazamwa kama kilele cha mabadiliko katika fani za waigizaji wake wakuu, ikisindikizwa na vibao vilivyopendwa sana, ikiwemo wimbo maarufu wa Tum Hi Ho. Utangulizi wa Rahul Jaikar, nyota inayozima. Simulizi inaanza kwa kututambulisha kwa Rahul Jaikar, mwimbaji na mwanamuziki aliyefanikiwa sana na kupendwa na milioni ya watu nchini India na kote duniani. Rahul ana kila kitu ambacho kijana yoyote angetamani: umaarufu, utajiri na kipali cha kipekee. Hata hivyo, chini ya kivuli cha mafanikio hayo, Rahul anapambana na mapepo ya ndani. Tatizo lake kuu ni uraibu mkubwa wa pombe unaoanza kutafuna mfumo wa maisha yake ya kikazi na kibinafsi. Rahul anaonyeshwa kama mtu aliyepoteza shauku ya kuishi. Kwake, muziki umekuwa kazi badala ya sanaa, na faraja pekee anayopata ni kwenye chupa ya pombe. Hali hii inamfanya kuwa mjeu, asiyetabirika na asiyewajibika. Meneja wake na rafiki yake wa karibu, Vivek, kama Shad Randwa, anafanya kila awezavyo kumlinda na kusimamia ratiba zake, lakini Rahul mara nyingi hupuuza ushauri wake. Ulevi huu unamsababishia kupoteza mikataba mikubwa na kuanza kudharauliwa na wadau wa tasnia ya muziki. Siku moja, akiwa katika tamasha Goa, Rahul akiwa amelewa chakari, anaingia kwenye ugomvi na mwimbaji mwingine anayeitwa Aryan. Aryan anamlaumu Rahul kwa kuharibu jukwaa na kazi yake. Akiwa na hasira na kujichukia, Rahul anaondoka jukwaani katikati ya onesho na kuendesha gari kwa kasi hadi kwenye baa moja ndogo ya mtaani, akitafuta kileo zaidi. Ni katika baa duni hii anapokutana na Arohi Keshav Shirke. Arohi ni msichana maskini anayefanya kazi ya kuimba kwenye baa hiyo ili kupata riziki ya familia yake. Wakati huo, Arohi anaimba mmoja wa nyimbo za Rahul, lakini anauimba kwa hisia na ufundi wa kipekee ambao Rahul mwenyewe anahisi hakuwahi kuufikia. Rahul anaguswa sana na sauti yake, unyenyekevu wake na kipali cha asili anachokinacho. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Rahul anapata kusudi jipya la kuishi. Anaamua hapo hapo kuwa atamsaidia Arohi kutoka kwenye umaskini na kumpandisha kuwa nyota mkubwa wa muziki nchini India. Arohi, akivutiwa na uaminifu wa Rahul na imani aliyoionyesha kwake, anaacha kazi yake na kusafiri naye kwenda Mumbai, kitovu cha tasnia ya burudani India. Lakini safari ya mapenzi na mafanikio inakumbwa na changamoto mapema. Baada ya kufika Mumbai, Rahul anashambuliwa na wahuni kutokana na ugomvi wa Goa na kujeruhiwa vibaya, hali inayomfanya ashindwe kupatikana kwenye simu kwa muda mrefu. Arohi anajikuta pweli mjini Mumbai, akidhani kwamba labda Rahul amemlaghai. Lakini hatimaye Rahul anapona na kurudi kumtafuta, ukitumia ushawishi wake kumtambulisha kwa mtayarishaji mkubwa wa muziki anayeitwa Saigal. Chini ya uangalizi na mafunzo ya Rahul, nyota ya Arohi inaanza kung'ara kwa kasi ya ajabu. Anajifunza mbinu za jukwaani, jinsi ya kudhibiti sauti na namna ya kuishi kama star. Kwa upande mwingine, hali ya Rahul inazidi kuwa mbaya. Uraibu wake wa pombe unamfanya kuwa mtu wenye hasira za haraka na asiyeweza kufanya kazi na watu.
Wakati Arohi anakuwa mpenzi wa taifa na mwimbaji anayetafutiwa sana, Raul anaanza kusahaulika. Vyombo vya habari vinaanza kuandika habari mbaya kuhusu Raul na makampuni ya mziki yanaacha kumpa kazi. Raul anaonekana kama mtu aliyepita na wakati, huku Arohi akichukua nafasi yake. Hiya ndipo moyo wa filamu ulipo. Kuna mivutano miwili inayokwenda sambamba: mafanikio ya Arohi na anguko la Raul. Arohi anampenda Raul kwa dhati bila masharti. Anajua kwamba bila Raul hasingekuwa hapo alipo. Kwa sababu hiyo, anatumia muda wake mwingi kumlinda Raul na kujaribu kumsaidia kuacha pombe. Lakini Raul anaanza kuhisi unyonge. Ingawa anafurahi kwa ajili ya mafanikio ya Arohi, anaanza kujiona kama mzigo kwake. Kila anapojaribu kuacha pombe, anashindwa. Inafika hatua ambapo watu wanasema Arohi kuwa anapoteza muda wake na mlevi ambaye atamvuta chini. Raul anasikia maneno hayo na kuanza kuamini kuwa uwepo wake unamzuia Arohi kufikia kilele cha mafanikio yake. Mgogoro wa ndani wa Raul unazidi kuwa mkubwa. Anagundua kwamba hawezi tena kuwa mwanaume ambaye Arohi anastahili kuwa naye. Anajaribu kujitenga naye ili kumpa nafasi ya kukua, lakini Arohi anakataa kumwacha. Katika moja ya mazungumzo ya kusisimua, Arohi anamwambia Raul, "Nilikuwa nawe wakati wa nyakati zangu mbaya, na ikiwa haupo nami wakati huu wa mafanikio, basi sitaki kabisa haya mafanikio." Arohi yuko radhi kuacha kila kitu, umaarufu, pesa na kazi yake, ili tu mradi akae nyumbani na kumtunza Raul. Hii inamtia Raul hofu zaidi, kwani anahisi anaua kipali kipekee duniani kwa sababu ya udhaifu wake. Mwisho wa filamu ni wa kuhuzunisha sana. Baada ya tukio ambalo Raul analewa na kusababisha aibu hadhari, anakambua kuwa upendo wake kwa pombe ni adui wa kitu anachokipenda zaidi duniani, kuwa Arohi. Raul anafikia uamuzi wa mwisho. Ili kuhakikisha kuwa Arohi haharibu maisha yake kwa kumtunza yeye, na ili kumfanya Arohi asimame peke yake bila kivuli cha mlevi, Raul anaamua kujitoa muhanga. Kauli mbiu ya filamu inasema alimalizika ili yeye, kwani Arohi aanze, inajitokeza kwa nguvu hapa. Katika usiku mmoja wa mvua, kama ishara ya huzuni inayotawala filamu, Raul anajiua kwa kuruka juu ya daraja, akiamini kuwa kifo chake ndicho zawadi iliyobaki anayoweza kumpa Arohi ili awe huru. Raul anafariki na kumwacha Arohi akiwa amevunjika moyo na kupoteza dira. Dunia ya Arohi inaparagaraga. Anafikiri kuacha mziki kabisa, lakini Vivek, meneja wa Raul, anamkumbusha kuwa sauti yake ndiyo kitu pekee ambacho Raul alikipenda na kukitengeneza. Filamu inaishi kwa Arohi akipata nguvu ya kuendelea na kazi yake. Anajitambulisha kwenye matamasha kwa jina la Arohi Raul Jaikar, ukionyesha kuwa ingawa Raul hayupo kimwili, bado anaishi ndani yake na kupitia mziki wake. Ni hitimisho la kusikitisha, lakini linaloonyesha mapenzi ya dhati yasiyo na mipaka. Mpenzi msikilizaji, nina furaha kwa kuwa nami toka mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii ya kusisimua. Ninakushukuru nikisema asante sana kwa kuendelea kunipa sapoti yako. Nikusihi kuendelea kusikiliza na kufuatilia simulizi mpya za kusisimua zinazokuja baada ya video hii. Hapa ni ndani ya Michael Recap. Hakikisha umesubscribe, kushare na kulike channel hii ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya simulizi mpya zijazo hapa Michael Recap.